Faida ya pili, ubatizo wa mateso hutupa sisi faida ya saburi, uthabiti wa moyo na uzoefu katika nyakati ngumu. Kwa nini tuna walokole walio legelege sana? Ni kwa sababu wengi miongoni mwa walokole wa kizazi cha siku za mwisho ni watu wasiotaka kupita kwenye ubatizo wa mateso, ubatizo wa dhiki, na ndio maana hawana saburi. Saburi manake ni zaidi ya uvumilivu. Kila mwanadamu hata asiye na Yesu ana kiwango fulani cha uvumilivu, lakini aliye na Mungu, aliyekubali kupita kwenye ubatizo wa mateso, huyo mtu ana kitu kinaitwa saburi. Ni zaidi ya uvumilivu, ni uwezo wa kustahimili nyakati ngumu, nyakati za mateso, nyakati za dhiki, nyakati za majaribu, nyakati za kupita kwenye moto wa mateso. Kila mtu anayekubali kupita kwenye ubatizo wa mateso akavuka akiwa na Mungu, mtu huyo ana moyo thabiti usiogeuzwa na kitu chochote. Lakini vile vile mtu ambaye anakubali kupita kwenye ubatizo wa mateso akabaki akavuka akiwa na Mungu, mtu huyo anatoka na uzoefu ambao hakuna mateso yanaweza kuja kumtishia tena mbele yake. Ubatizo wa mateso unaujenga moyo wako na kuufanya kuwa wenye saburi. Saburi ni kiwango cha juu cha uvumilivu ambao mwanadamu asiye na Roho Mtakatifu hawezi kuvumilia. Kwa hiyo unapokuwa na moyo wenye saburi, ule moyo unajijenga, unakuwa moyo thabiti, moyo usioyumba, moyo usiotetemeshwa, moyo usioyumbishwa, moyo usiobabaishwa, moyo usiohamishwa. Lakini zaidi ya yote, ule ubatizo wa mateso unakujengea uzoefu ambao kitu chochote kitakachoinuka baada ya hapo hakitakutisha tena. Haleluya! Na hiki ndio kinachompa Daudi kiburi na jeuri ya kumwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu Mfilisti, kwa sababu mimi mtumishi wako nitapigana naye. Sauli anamwambia uwezi wewe, maana ni kijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Akamwambia usiogope mfalme, mimi wakati nachunga kondoo wa baba yangu, alipotokea simba nilimkamata, nikampiga, nikamuua. Alipokuja dubu nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako aliua simba, aliua dubu, hata huyu Mfilisti nitamuua. Haleluya! Kwa nini? Alipita kwenye ubatizo wa moto.